Matumizi matano ya kichwa cha muhogo kwa ajili ya kumkojoza mwanamke. Ni vizuri zaidi kufahamu kwamba kuna matumizi matano ambayo yanatumika kwa kutumia kichwa cha muhogo kwa ajili ya kumkojoza mwanamke. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kufahamu kwamba kichwa cha muhogo cha mwanaume, endapo kama utatumia kwa matumizi haya matano ambayo nitaweza kuyataja, fahamu kabisa kwamba ni matumizi ambayo yatamfanya mwanamke aweze kukojoa. Tumizi la kwanza ni kutumia kichwa cha muhogo kwa ajili ya kuburuzisha katika kisimi cha mwanamke. Yaani unaposhika kichwa cha muhogo alafu ukawa unakiburuzisha katika kisimi cha mwanamke, hii ni tumizi mojawapo la kwanza ambalo litamfanya mwanamke iwe rahisi kuweza kukojoa au aweze kukojoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo. Na pia tumizi la pili la kichwa cha muhogo cha mwanaume ni kuburuzisha mashavu ya kitumbua. Yaani unashika kichwa chako cha muhogo na unakiburuzisha katika mashavu ya kitumbua kama hivi. Kwa hiyo unapokuwa unaburuzisha hivi itamfanya mwanamke aweze kupata hisia na itamfanya mwanamke aweze kukojoa kutokana na kutumia kichwa cha muhogo kuburuzisha mashavu. Na pia tumizi la tatu ni kwa ajili ya kuchomeka na kuchomoa katika kitumbua cha mwanamke kwa kutumia kichwa cha muhogo. Yaani uingize muhogo wote, unatumia hiki kichwa cha muhogo, unakuwa unachomeka alafu unachomoa. Hii itakuwa inamfanya mwanamke aweze kupata msisimko zaidi. Na pia unapokuwa unachomeka na kuchomoa unakuwa unakuwa kama unakata kiuno. Hii pia itamfanya mwanamke aweze kupagawa zaidi. Hii pia ni mojawapo ya tumizi la kutumia kichwa cha muhogo kwa ajili ya kumkojoza mwanamke. Na pia tumizi la tatu ni kwa ajili ya kupiga mashavu ya kitumbua na kisimi. Hii pia ni mojawapo ya tumizi ambalo unatakiwa kulitumia katika swala la kichwa cha muhogo. Unapokuwa unatumia hivi, unapiga kichwa cha muhogo, unapiga kisimi pamoja na mashavu ya kitumbua, utakuwa unamfanya mwanamke aweze kupata msisimko zaidi. Na pia tumizi la mwisho kabisa ni tumizi la kupiga kitumbua, yani unapiga kitumbua kama hivi. Hii si kichwa cha muhogo, unakuwa unapiga hivi. Hii itamfanya mwanamke aweze kusisimka zaidi na pia aweze kutoa kelele za mahaba kutokana na msisimko ambao atakuwa anaupata. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya tumizi mojawapo la kutumia kichwa cha muhogo kwa ajili ya kumkojoza mwanamke au kwa ajili ya kumfikisha mwanamke kileleni. Kwa hiyo endapo kama utatumia kichwa cha muhogo kwa haya matumizi ambayo nimeweza kuyataja, mwanamke lazima aweze kukojoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kutumia haya matumizi kwa kutumia kichwa cha muhogo kwa ajili ya mwanamke kuweza kukojoa. Na pia nikukumbushe kwamba hakikisha unatumia hiki kitabu ili uweze kumpata mwanamke ama mwanaume sahihi wa kuweza kuingia naye katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi, kwa sababu sio kila mahusiano yanajenga ndoa sahihi. Kwa hiyo kupitia hiki kitabu utaweza kujua namna gani ya kuweza